miadhimisho ya shughuli mbalimbali tokea ngazi ya kijiji, mtaa, kata, halmashauri za wilaya na vile vile leo tunahitimisha kwenye ngazi ya mkoa. Matendo ambayo yalifanyika, kwanza matendo ya huruma, watu mbalimbali wenye uhitaji wameonwa, wamepewa zawadi mbalimbali, wamepewa mahitaji mengi, na kana kwamba hiyo haitoshi, tulishiriki kazi za mikono. Tuna ujenzi kama tulivyoelezwa, tumepokea fedha nyingi sana katika mkoa wetu wa Singida. Kwa hiyo miradi ipo kila pembe. Kwa kila halmashauri na kata, wakina mama walijitokeza kwa wingi kushiriki kazi mbalimbali za mikono na hasa kazi za kusaidia ujenzi katika miradi yetu. Na hata sisi hapa mkoani tulijitokeza katika shule yetu ya amali ya kule Unyangwa ambayo wanawake tulishiriki katika ujenzi. Lakini vile vile makongamano yamefanyika, Mheshimiwa mgeni rasmi. Makongamano yamefanyika ngazi ya kata, ngazi ya wilaya, ngazi ya halmashauri, lakini vile vile kwa sisi mkoa wa Singida tulikuwa na kongamano letu kubwa la ngazi ya mkoa jana katika ukumbi wetu wa RC pale. Na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, yawezekana wanawake wengine walikuwa hawapo katika kongamano lile, tulijifunza mambo mengi. Na walichokosa sana ni jinsi ambavyo wanaweza wakaandikiwa cheki hata usiku. Wenyewe tu ni jinsi ya kutangamka na kupata cheki zao wakati wowote watakapohitaji. Kwa hiyo niendelee kuhamasisha wanawake, tunapopewa fursa za makongamano kama hayo, tujitokeze kwa sababu tulijifunza mengi. Tulijifunza fursa za kuwa wakala wa bima na unatengeneza fedha. Tulipata shuhuda mbalimbali. Tuliona dada zetu jinsi ambavyo wanajitoa kwa namna moja au nyingine, na tukajifunza kwamba hatupaswi kubweteka, ni lazima tuinuke ili tuweze kuleta maendeleo katika familia zetu. Lakini vile vile Mheshimiwa mgeni rasmi, tuliendelea na usiku wa wanawake, na hili nalo lilifanyika kutokea ngazi ya kata, kijiji, mitaa, halmashauri, wilaya, pamoja na jana tukakamilisha katika usiku wa mwanamke katika ngazi ya mkoa. Na katika ngazi ya mkoa nipongeze na nishukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa jinsi ambavyo usiku ule uliandamana na maombi. Tulipeleka maombi yetu kwa Mungu kwa jinsi ambavyo mvua imekata. Kwa hiyo tulimsihi Mungu kwa sababu sisi wanawake tunapaswa kuendelea kuomba. Lakini vile vile Mheshimiwa mgeni rasmi, tuliendelea kufanya usafi wa mazingira. Msaada wa kisheria umetolewa mahali pengi na hata sasa unaendelea. Na ninawapongeza wanawake kwa salamu zetu sisi za mkoa. Niseme ni kweli kabisa, tangu uhuru mpaka sasa wanawake wameweza kushirikishwa kwenye hatua mbalimbali za maendeleo, iwe ni ya mmoja mmoja ama kitaifa. Lakini kwenye mkoa wa Singida sisi tumetia fora. Viongozi wengi waliopo ni wanawake. Na hii naomba iende wazi na clear kwamba mkoa unaongozwa na wanawake. Wanawake wameweza kufanya kazi nzuri katika mkoa wetu. Na ndio maana mkoa wetu unanawiri, unashamiri. Maendeleo yanakuja kwa kasi kwa sababu wanawake wamepewa nafasi mbalimbali kwenye mkoa wetu. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitoe salamu za kusema kwamba tunawashukuru sana wanaume wote walioko mkoa wa Singida kwenye ngazi mbalimbali, kwa sababu wametuunga mkono kuanzia wewe mkuu wa mkoa, rasi ofisi yake, lakini ukija kwenye ofisi za wakurugenzi wanaume wapo
wametuelewa, wakatuunga mkono, na ndio maana mambo yanakwenda. Lakini kubwa, wakati tunafanya maadhimisho haya, wanawake wenzangu, tulikumbushana maandiko matakatifu. Sisi ni walezi wa familia, ni walezi wa kina baba na walezi wa watoto wetu, lakini ni walezi wa majirani na ni walezi wa jamii nzima. Kwa hiyo mwanamke, unaposimama wakati wote, jione una jukumu kubwa katika jamii hii. Ukipewa kazi, ifanye kwa uadilifu na juhudi kubwa. Ukitafuta fursa, itumie fursa vizuri, kwa sababu unaenda kulea taifa, unaenda kulea jamii, unaenda kulea familia. Swala la malezi, wanawake tusilipe mgongo. Ni jukumu letu la msingi toka ulimwengu huu ulipoumbwa. Tuhakikishe baba yuko salama, tuhakikishe watoto wetu wako salama. Lakini tukumbushane masuala ya lishe kwa familia. Tuna changamoto ya udumavu, lakini tuna changamoto ya ukondefu, hasa kwa kundilika vijana wa miaka 7 mpaka miaka 16. Na hasa walioathirika ni watoto wa kiume. Hii ni hatari sana, hii ni nguvu kazi ya taifa, hii ni nyara ya taifa. Lazima tuhakikishe watoto hawa tunawalea vizuri, wawe na afya njema, ili muda wa kuzalisha ukifika, wazalishe matunda yaliyo mema. Tumeona shamla za wanawake, maandamano mazuri, vijana wetu, watoto wasichana. Kwa hiyo mmejionea kwa macho ni namna gani taifa letu linatoa fursa ya kumwezesha mtoto wa kike. Lakini wakati tunashangilia miaka 30 ya toka mkutano wa Beijing, sisi wa Tanzania tumeweza na tumeweza sana. Maana wakati miaka hii 30 inafika, sisi tumetekeleza maagizo ya Beijing kwa 100% na tunasema luta continua. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwanamke. Hayo yalikuwa ni matamanio ya Beijing. Tanzania tumeweza. Kwa hiyo siku hii ya leo ni siku njema sana. Lakini nikushukuru sana Katibu Tawala kwa kuelezea vizuri. Sisi mkoa wetu tulianza tarehe 15 mwezi wa 2 na tumefanya mambo mengi sana ya kuwafikia wanawake. Tumewagusa makundi maalumu yenye uhitaji maalumu, tumewagusa wenye changamoto na wanaohitaji msaada wa kisheria, tumewagusa kina mama wote kwenye makongamano ili waweze kujua fursa ziko wapi, tumewagusa wananchi wote kwenye mkutano na kuambia sera zinazoendelezwa na taifa letu kwa ajili ya mtoto wa kike. Kwa hiyo hatujawahi kupoa Singida. Hongereni sana. Wote tumeshuhudia huduma zilizoboreshwa. Tuna program ya Mama Samia ya kutoa msaada wa kisheria. Tuna program ya kumtua mama ndoo kichwani. Tuna program ya nishati safi ya kupikia. Na leo mnaona tunazindua mpango huo kimkoa kuhakikisha tunamfikia kila mwanamke aliko atumie nishati safi ya kupikia. Haya yote ni mambo ambayo yanamsaidia mwanamke kuwa salama na kuimarisha uchumi wa kaya. Sisi ni wasichana wenu, watoto wenu, wake zenu na mama zenu. Lazima mtuheshimu kama Mwenyezi Mungu alivyotuheshimisha. Na mkituheshimu na sisi tutawaheshimu na tutawapa zawadi ya kuwapenda zaidi. Wanawake walio tayari, nendeni mkachukue fomu. Nendeni mkagombee na kina baba. Kwenye uongozi tuchanganane tuwe wote ili tufike salama, ili tufike haraka. Nendeni.